September, the World Suicide Prevention Day, yaani siku ya uelimishaji wa kuzuia kujiua. Leo tutazungumzia viashiria ambavyo huweza kuonyeshwa na mtu anayetaka kuondoa uhai wake. Na leo tupo na wanafunzi wetu ambao watatusaidia au watatuelezea kuhusu viashiria hivyo ambavyo anaweza akaonyesha mtu anayetaka kuondoa uhai wake. Jina langu ni Isaac Cosmas Joseph. Kwa siku ya leo naenda kuwakumbusha juu ya dalili za kifikra kuhusiana na mtu anayefikiri kwenda kujiua. Dalili ya kwanza kwa siku ya leo, mtu huyo anakuwa na ugumu wa kufanya maamuzi. Nitatolea mfano wa mwanafunzi anapata shida na masomo yake. Let's say ufaulu wake ni wa chini sana. Anaona kama vile kuendelea na masomo yake inakuwa ngumu sana. Anawaza the best way ya kufanya kwa ule muda ni kujiua. Kwa kukutana na mtu aina hiyo, jiongeze kwamba ana dalili ya kujiua. Dalili ya pili kwa siku ya leo, anakuwa anawaza sana au anafikiri sana juu ya kifo. Nitolea mfano kwa wewe mwanafunzi huyo anapata shida sana kwenye masomo yake. Either ana drop sana au anapata grade ya chini sana, let's say ni F. The best way ya kwa ule muda anakuwa anawaza kuhusiana na kifo kwa sababu maybe kuendelea anaona safari yake ni ndefu sana. Dalili ya tatu kwa siku ya leo, mtu huyo anakuwa anahisi kukosa tumaini juu ya malengo au siku zake za usoni. Let's say huyo mwanafunzi alikuwa anawaza kuhusiana na future yake. Tunaweza kusema kwamba anaona kama ni mbali sana kufikia ile future kwa ule muda, kwa sababu either ana drop sana kwenye masomo yake, anapata grade za chini sana. By the time anakuwa anawaza kifo, anaona the best issue kwa ule muda ya kufanya kujiua. Kwa majina ni Jamila Ismail Kaitila. Niko hapa mbele zenu kuwasilisha dalili ambazo mtu anazo pale anapotaka kujiua. Dalili hizi ni dalili za kihisia. Dalili ya kwanza ni huzuni ya muda mrefu, kukata tamaa au kuona mambo ni magumu. Vitu hivi vinaweza vikawa ni vya kawaida kabisa ambavyo mtu huweza au anaweza kuwa alikuwa akivifanya katika usahihi kabisa bila kuona ugumu, lakini pale anapopata maamuzi ya kutaka kujiua, ghafla hivi vitu geuka kuwa vigumu. Dalili ya pili ni wasiwasi usio wa kawaida. Mtu huwa na wasiwasi, hali ya kutokujiamini, hofu inatawala na pia anapunguza kujiamini. Dalili ya tatu ni hasira isiyo ya kawaida. Hii ni huwa hasira ile haswa ambayo hukumzoea hata kumuona nao. Pengine alikuwa ni mpole kabisa, lakini ghafla mambo hubadilika. Dalili yetu ya nne ni mtu kuwa na hali ya kuwa na aibu na kujiona hana thamani. Anajishusha thamani kiasi kwamba anaona hakuna umuhimu wa yeye kuendelea kuishi. Hizi ni dalili zetu 4 za kihisia ambazo mtu huwa nazo. Leo tunaenda kuzungumzia miongoni mwa dalili za maneno kwa mtu anayeonyesha kutaka kujiua. Dalili ya kwanza, kuzungumzia tamaa ya kuishi. Katika dalili hiyo tutaona kwamba mtu huyu anajiona kuwa mzigo au kuhisi kutaka kujiua. Dalili ya pili ni mtu kujitamkia au kujisemea maneno mabaya. Mfano, hakuna kitu cha kupoteza au hakuna kitu kitakachobadilika akiwa ameshafanya jambo fulani. Dalili ya tatu, na hiyo itakuwa hitimisho kwa leo, ni mtu kuzungumza maneno ya kujiua. Mfano, kuna umuhimu gani wa mimi kuishi? Aisha Ari. Miongoni mwa dalili au tabia za mtu anayetaka kujiua, ya kwanza ni kunywa pombe kupitiliza au kutumia madawa ya kulevya. Yaani mtu anayetaka kujiua anakunywa pombe kupitiliza na kutumia madawa ya kulevya ili kutoa zile stress za changamoto anazozipitia. Dalili ya pili ni mtu kugawa mali za thamani, mfano nyumba na viwanja, kwa kusema neno kwa heri. Dalili ya tatu ni mtu kujitenga na ndugu, jamaa, marafiki na kwenda mbali, yani anajitenga nao, hashirikiani nao katika vitu mbalimbali. Dalili ya 4 ni mtu kuwa na tabia za kujizuru,
mfano kunywa sumu, kujichoma kisu na kadhalika. Jina langu naitwa Mabuba Maungo Donald. Niko hapa mbele yako kuzungumzia baadhi ya dalili za mtu ambaye anataka kujiua, lakini kwa leo nitajikita zaidi kwenye dalili za kimwili, ambapo kwenye dalili hizo za kimwili naweza kuzielezea kama ifuatavyo. Dalili ya kwanza, mtu anayetaka kujiua huweza kupata kuongezeka kwa uzito au kupungua ghafla, kwa sababu mwili wake unakuwa dominated by stress. Kwa hiyo mantiki hiyo inasababisha ufanisi wa homoni mbalimbali ndani ya mwili wake kufanya kazi vizuri. Dalili namba 2 ni kukosa hamu ya kula au kula sana. Hii inatokea pale ambapo mtu anakuwa na stress sana, au anasinki kwamba the best way ni kula, maybe kula sana au aache kula ili kuweza kukidhi haja ya mwili wake. Dalili namba 3 ni kuongezeka au kupungua kwa kiwango cha usingizi, ambapo hapa tunaweza tukakuta mtu anaweza kaanza kulala sana au akawa anakosa usingizi kabisa, kwa sababu ubongo wake unakuwa automatically umekuwa dominated by stress. Dalili namba 4 na ya mwisho kwa leo ni uchovu au kukosa nguvu kabisa, kwa sababu anakuwa ameshakata tamaa, hivyo kupelekea kukosa nguvu. Asante. Niko mbele yenu kwa ajili ya kuelezea namna ya kupunguza fikra za kujiua, kama kauli mbiu inavyotuelekeza kubadilisha hadithi kuhusu kujiua. Hivyo basi, yatupasa kupinga dhana potofu, mfano matumizi ya vilevi kupindukia kwa ajili ya kuweza kutatua mgogoro kuhusu mawazo kujiua. Pili, kupunguza unyanyapaa kwa ngazi ya kijamii na kwa watu binafsi wanaweza kuzunguka mtu huyo mwenye mawazo ya kujiua. Na mwisho kabisa, kukuza mawazo ya wazi baina ya mtu binafsi kuhusu kujiua. Yatupasa kuweza kuzungumza na watu mbalimbali ili kuweza kutatua matatizo hayo. Naitwa Sarafina Tumaini. Nipo hapa kueleza kuhusu mambo ya kufanya ili kupunguza fikra za watu kuweza kujiua. Ili kupunguza fikra za watu kuweza kujiua, kauli mbiu isemayo kuwa kubadilisha hadithi kuhusu kujiua yatuongoza kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza likiwa ni kuondoka katika utamaduni wa ukimya na kutokuelewana, ambapo tunapaswa au wanajamii wanaaswa kueleza au kushiriki matatizo yao na watu ambao wanaweza kuwasaidia, ikiwemo wanajamii na pia watu waliosomea mambo kuhusu afya ya akili. Pia jambo la pili ni kuelekea katika huruma, msaada, na pia jamii inapaswa kufanya mabadiliko ya sera mbalimbali. Kama ulivyosikia kutoka kwa wanafunzi wetu, viashiria ambavyo vinaweza akavionyesha mtu anayetaka kuondoa ukimwi wake. Sasa basi, kama una dalili hizo au una viashiria hivyo, unaweza ukawasiliana na watu wako wa karibu ambao wanaweza kukusaidia kupita kwenye changamoto hiyo, au unaweza ukawasiliana na watu ambao wamesomea taaluma ya afya ya akili, ikiwemo wanasi na wasaikolojia, ili upate msaada zaidi.